Kwanza kabisa napenda nichukue nafasi hii kuwakaribisha katika kikao hiki maalum kwa ajili ya kupokea utekelezaji wa ilani. Kikao hiki ni matunda yanayotokana na uchaguzi uliofanyika 2025 wa kumchagua rais, wabunge na madiwani. Chama cha Mapinduzi kwa kuwa tulishinda, tayari tulishaunda serikali, ndio maana leo tunao wabunge, tunao mawaziri, tunao wakuu wa mikoa, tunao wakuu wa wilaya, makatibu tawala wa mikoa, tunao wakurugenzi pamoja na watumishi kwenye sekta zote ambazo tunazo nchini. Watumishi wote wako chini ya serikali ya Chama cha Mapinduzi. CCM oyee! Hivyo basi, serikali yetu kupitia Chama cha Mapinduzi kiliweka utaratibu, kwa kuwa tumeshika dola, kila baada ya miezi 6 ni lazima tukutane na wale tuliowapa mamlaka ya kuendesha taratibu zetu, kusimamia mipango yetu, kusimamia utekelezaji wa ilani kwa ajili ya kuleta maendeleo kwa wananchi. Hivyo basi, leo tumekutana hapa kikao ambacho kimeandaliwa na mkuu wetu wa wilaya na amekuja na wakuu wa idara zote, taasisi zetu zote, ili waweze kukuambia kipindi hiki cha miezi 6 ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, kama tulivyokuwa tumewakabidhi ilani zetu, ni kitu gani kiliweza kutekelezwa mpaka hivi sasa. Wapi tunakwama, wapi tumeenda vizuri, ili sisi ambao tumewapa jukumu la kusimamia hayo tupate fursa ya kushauri, tupate fursa ya kuangalia mwenendo mzima wa shughuli za maendeleo za wananchi kwenye wilaya yetu ya Masasi zinaendana. Taarifa utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya wilaya ya Masasi ya mwaka 2025-2030 kwa kipindi cha kuanzia Januari hadi Juni 2026 inawasilishwa leo kwenye mkutano mkuu wa CCM wilaya ya Masasi tarehe 22 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, wilaya ya Masasi kwa kushirikiana na halmashauri zake zote mbili na wadau mbalimbali wa maendeleo imekuwa ikitekeleza ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi ya CCM kwa kipindi cha mwaka 2025-2030 kwa vitendo, kwa kufuatilia changamoto zote za kimaendeleo na kuzitafutia ufumbuzi, kushirikiana na wadau mbalimbali pamoja na wananchi. Utekelezaji wa ilani ya uchaguzi wa CCM kwa kipindi cha Januari hadi Juni 2026. Utawala. Katika kipengele cha utawala, katika kipengele cha 94 wilaya kupitia halmashauri zote mbili imefanya ukaguzi wa watumishi na kusimamia na kujenga utumishi wa umma wenye sifa stahiki, uadilifu, uzalendo wa kitaifa, moyo wa kujituma, weledi, uwajibikaji na kufanya kazi kwa maslahi ya kitaifa kama ilivyofafanuliwa kwenye taarifa za utekelezaji wa kila halmashauri, ukurasa wa 2 wa halmashauri ya wilaya ya Masasi na ukurasa wa 3 wa halmashauri ya mji wa Masasi. Hali ya uchumi. Katika kipengele cha 15 cha sura ya 2 ya ilani ya Chama cha Mapinduzi inaelekeza kuimarishwa kwa ukuaji wa uchumi jumuishi kwa kipindi cha miaka 5 ijayo, yaani 2025 mpaka 2030. Halmashauri zote mbili zimeendelea na jitihada za halmashauri ukusanyaji wa mapato
Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuandaa ilani yenye lengo la kuendelea kukuza uchumi na kipato cha wananchi, kuinua hali ya maisha ya Watanzania wote, kuimarisha ustawi wa jamii na kulinda amani, usalama na utulivu katika nchi yetu, kudumisha demokrasia na utawala bora. Tunaamini kwa pamoja tutashirikiana na viongozi wetu, wabunge, madiwani na wananchi kwa ujumla katika kutekeleza ilani hii kwa malengo yaliyowekwa na kuboresha maisha ya Watanzania wa wilaya yetu ya Masasi. Kwa niaba ya watumishi pamoja wa serikali katika wilaya ya Masasi, naomba nitumie fursa hii kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi alivyotuwezesha sisi watumishi wake na kutuelekeza kusimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi. Haya yote tuliyotekeleza ni maelekezo ambayo ametupatia, lakini pia kutimiza mahitaji yetu sisi kama watumishi ili tuweze kutekeleza ilani hii kwa ufanisi mkubwa. Kamati ya siasa wilaya ilikagua mradi wa sekondari ya Mnavira, jimbo la Lindi, lakini pia ilikagua mradi wa nyumba za watumishi Burundi, ilikagua mradi wa kituo cha afya na Mwanga, ilikagua mradi wa shule ya sekondari Msisi, ilikagua mradi wa jengo la upili kituo cha afya kata ya Majani, ilikagua mradi wa ujenzi wa shule ya msingi kata ya Chiwale, ilikagua mradi wa kituo cha afya kata ya Chikundi, ilikagua mradi wa machinjio kata ya Nanga, ilikagua mradi wa maegesho ya magari ya halmashauri ya mji Masasi, ilikagua mradi wa ukarabati wa chuo cha wenye ulemavu kata ya Mwenge Tapika, ilikagua ujenzi wa shule mpya ya awali na msingi kata ya Nakupa, ilikagua mradi wa soko mbadala kata ya Kuti, mradi wa Ngara A halmashauri ya mji, mradi wa Ngara B halmashauri ya mji. Kwa sekta ya taasisi zetu, kamati ya siasa wilaya ilikagua taasisi ya TARURA. Wajumbe wa kamati ya siasa hawajaridhishwa kasi ya ujenzi wa kituo cha afya kata ya Namwanga. Ushauri ifanyike jitihada ya haraka ili kituo hicho kiweze kutumika wananchi wana uhitaji mkubwa wa kituo cha afya, na hasa kuzingatia kituo hicho kimeanza kujengwa kwa muda mrefu toka mwaka 2024 mpaka leo hakijakamilika. Kamati ya siasa imeshauri ufanyike usafi kwenye eneo la kituo cha afya na Mwanga, kwani hali ya usafi hairidhishi kwenye eneo hilo. Ukifika hospitali, kabla ya kupewa msamaha, unaanza na dirisha la ustawi wa jamii. Wataangalia vile vigezo, awe ni mjamzito, awe ni mtoto, awe ni mzee. Wataangalia vile vigezo na ndipo atapatiwa msamaha. Kwa hiyo hakuna msamaha pasipo kupitia kwa ustawi wa jamii, ili aweze kuhakiki. Kuna wengine wanakuja wanadanganya, lakini ustawi amefundishwa maweza pia kuhakiki vile vigezo. Nitoe majibu kama alivyosema mkurugenzi, hospitali ya Mkomailo imeelemewa sana kwa sasa hivi. Yaani imekuwa ni kama hospitali ya rufaa kwa hii kanda ya Rukwa. Wagonjwa wanatoka maeneo mbalimbali, ukiangalia Masasi vijijini, Manyumbu, Newala na Chingwea na saa nyingine ndani, wanakuja hospitali ya Mkomailo kwa ajili ya kupatiwa huduma. Kwa kutokana na hivyo, vigezo ndio bado tunavisimamia, tutakiwa kutoa msamaha. Tunaelemewa na zile huduma, lakini kuna muda inabidi walau mtu achangie kidogo ili zile dawa zipatikane kwa muda wote. Tukisema kwa siku, mfano nikijaribu kuangalia taarifa ya msamaha kwa Januari mpaka tarehe ya asubuhi, kwa Mkomailo pekee ina msamaha milioni 40,534,460. Sasa ndugu zangu, tukiangalia hii gharama ni kubwa sana, na tukisema tuendelee kutoa msamaha kwa kila kitu, tutafunga ile hospitali na tutarudisha malalamiko kusema hakuna huduma. Na nikiangalia jumuishi ya huduma msamaha kwa halmashauri nzima mpaka leo asubuhi ni milioni 94,204,400. Kwa hiyo unaona jinsi gani mzigo ni mkubwa sana. Lakini pia tumekuwa tunapokea fedha za serikali za ruzuku
ambayo inaitwa mfuko wa pamoja Yes Basket Fund kwa ajili ya huduma hizi za kukava makundi maalum, lakini ni changamoto kidogo kwa sasa hivi, hatujapokea fedha kutoka Januari. Kwa hiyo najikuta saa nyingine inabidi tuhakikishe huduma zipo na inabidi tuhakikishe wananchi wetu na afya zao tunazilinda na kuweza kutoa huduma stahiki. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, tuweze kuwa mabalozi, sio muda wote tunatamani kipindi kila kitu kinakuwepo tunatoa msamaha kabisa, lakini kipindi mambo yanakuwa yamekaa, sitamani sana kuona